kutaka maonyo. Anania alikuwa anajua kwamba anapofanya hiki anafurahisha roho yake, kumbe alikuwa anajimaliza. Watu wa Mungu, tunajua kwamba tunaishi katika majira magumu. Ni majira haya wanadamu wamekubaliana na dhambi ya uongo. Dhambi ya uongo imekaa katika kanisa. Pastor, mimi nitaleta simiti. Pastor, mimi nitaleta kiti. Pastor, nitanunua speaker. Pastor, mimi nitakufalisha. Na hiyo unaposema na haufanyi vile unasema, wewe mwenyewe unajimaliza totally pamoja na kizazi chako. Mnadhani ya kwamba ni mchezo kuongea kwa madhabahu? Ongea ukijua kwamba utakamilisha. Kuongea kwa madhabahu, cheza na madhabahu ambayo si ya Mungu. Na wakati utakutana na mtumishi wa Mungu na uweke michezo, wewe mwenyewe maneno ya kinywa chako, utakuwa umejimaliza totally kwa jina la Yesu Kristo. Ukaweka neno hili moyoni mwako. Akauliza, ilikuwaje hata Anania ukeka hili neno katika roho yako? Au kumwambia uongo mwanadamu Anania, bali ukamwambia Mungu. Tazama, akadhani ya kwamba anamdanganya mwanadamu. Uongo ambao umesimama katika madhabahu siku ya leo. Watu wanakuja wanajipendekeza, mimi nitasimama na hii familia, vile baba wao watoto amekufa, mimi nitasimama na wao, mimi nitawazomesha. Hawajui ya kwamba wanajimaliza wenyewe. Wakati wanasema wanakosa kufanya vile wamesema. Maandiko inasema ya kwamba Anania, uliposema au kumdanganya mwanadamu, jua kwamba ulimdanganya Mungu. Hata wakati wanadamu wananyosha mikono kwa watumishi wa Mungu, hata wakati serikali za dunia zinanyosha mkono kwa kanisa, jueni ya kwamba mnyoshi kwa mtume Elia, mnanyosha kwa Yesu Kristo aliyenituma. Ni kwa nini uongo leo umekaa ndani ya kanisa? Ni kwa nini uongo leo umekaa kwa wanasiasa? Ni kwa nini uongo leo umekaa kwa kila mmoja? Hakuna ukweli katika roho zetu. Tazama uongo wa Anania unamumaliza mwenyewe. Akasema nitasimama na kazi ya Bwana, akasema nitamtumikia Bwana, lakini akafika mahali akageuka, akauza sehemu ile aliyokuwa amepeana watumishi wa Mungu. Akadhani ya kwamba mwanadamu anadanganya mwanadamu, na akasema jua kwamba Mungu ndiye anayeona. Kwa jina la Yesu Kristo, Mungu ndiye anayeona chochote unafanya. Jua mtu